Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho leo hii wanakiendea. Nazungumzia fainali ya mchezo wa kombe la muungano kule Gombani Pemba, ambako leo hii inakwenda kupigwa, ambapo Young Africans wanakwenda kuwavaa JKU. Mchezo huu ambao ni mkubwa kabisa, mchezo ambao Young Africans wao wametangaza kikosi chao kupitia kocha mkuu kocha Amdi, na kuweza kuweka wazi kabisa kile ambacho kinachotokea katika mchezo huo. Unaambiwa majembe yote kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwa ajili ya kulipata taji hili. Ni kina nani hao ambao wameweza kutangazwa kwenye kikosi cha Young Africans ambacho kinachoanza leo hii? Ni kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, ngokumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu landiko hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho wao wameweza kukiendea. Hapa nazungumzia katika mchezo huu mkubwa kabisa wa fainali leo hii. Bana, kikosi cha klabu ya soka, kikosi ni kama ifuatavyo ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya mchezo huu mkubwa kwa siku ya leo, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, anafahamu bora wake, mmoja kati ya magolikipa bora kwelikweli katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara na Young Africans kwa ujumla. Anaendelea kusimama kwenye mchezo huu wa fainali mara baada ya kukosa michezo mingine kuwapa nafasi wachezaji wengine waweze kucheza, lakini mchezo wa fainali Young Africans hawataki mzaa kabisa. Wanataka kuweza kuchukua taji ile mapema bila kufikishana katika mikwaju ya penalti kama ilivyokuwa kwa mchezo wa nusu fainali. Hivyo basi wanalitaka taji la muungano kwa mara nyingine tena, ili waweze kuongeza idadi na kuacha wapinzani wao Simba Sport Club, ambapo kwa sasa Young Africans kama wakishinda mchezo huu basi watafikisha idadi ya mataji 6 nyuma ya Simba ambao watakuwa na mataji 5. Unaona bana. Kwa hiyo Diarra ana kazi kubwa ya kuweza kuwapatia taji hilo wana Young Africans kwa kile ambacho Yanga leo hii wanakiendea. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Nafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya kijana, moja kati ya usajili bora kwelikweli ndani ya dirisha dogo la usajili umeweza kuwalipa klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kijana wanaonyesha. Wanayanga wanakubali mziki wake na wamempitisha kwa vigezo vyote kabisa kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha mechi yoyote kile. Unaona bana. Kwa hiyo ukija na mechi yako yoyote kubwa, Young Africans wako tayari kuweza kumpa nafasi. Hapa nazungumzia Israel Mwenda kwanza kwa sababu ya kazi kubwa ambayo anaifanya, na uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi yake kwa kasi kabisa, na ana uwezo wa kukaba vizuri kabisa. Hata pia zile faulo, hata kama mkimwachia anaweza mkazikuta mpira kunyavu. Unaona bana. Kwa hiyo si mtu ambaye unaweza kusema ya kwamba ni mtu wa chukulia poa. Lakini katika upande wa safu ya ulinzi, katika upande wa kushoto nazungumzia beki namba 3, utakutana na simu nyingine bali ni Nixon Kibabage. Wanafahamu kazi kubwa ambao anaifanya. Huyu naye ni kijana damu changa kabisa, wanafahamu kazi kubwa ambao anaipiga kwenye kikosi cha Young Africans, na uwezo wa kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa bila kuwa na mapungufu yoyote. Hivyo basi leo hii utakwenda kushuhudia kazi kubwa kabisa ambao utakwenda kuipiga. Hapa
nazungumzia Nixon Kibabaga akihakikisha kwamba klabu ya soka ya Young Africans leo hii inapata ushindi mnono kabisa wa mapema bila kufikishana kule katika mikwaju ya penalti. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama si mwingine bali anazungumzia Ibrahim Mohamed Bako. Nafahamu kazi kubwa ambao anaendelea kuweza kuipiga kwenye kikosi cha Young Africans. Ana uwezo wa kukaba mipira ya kichwa inapokuja, ana uwezo wa kuruka tackling za maana kabisa zinapigwa pale Gombani siku hii ya leo pale Pemba katika mchezo wa finali ya kombe la Muungano, ambapo Ibrahim Baka anasimama kama beki namba 4. Lakini katika beki namba 5 anasimama si mwingine bali Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaipiga, mwendo, maarifa, nguvu na kasi, yote hao utakwenda kuyashuhudia akiweza kuyafanya. Hapa nazungumzia Dickson Job kutokana na ubora wake na uwezo wa kupiga pasi mpenyezo ambazo zina uwezo wa kupita zaidi ya viungo wawili na kumfikia mchezaji wa Young Africans. Hiyo ni shughuli ambayo Dickson Job ana uwezo wa kuifanya anapokuwa katika eneo lake la beki namba 5, akihakikisha kwamba anahamasisha wenzake waweze kulinda lango vyema. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo. Lakini katika upande wa namba 6 atasimama Duke Abuya. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya. Hayupo Aucho, lakini kazi kubwa inaendelea kupigwa na kazi inaonekana ikifanyika vyema kabisa bila kuweza kuwa na mapungufu yoyote, na ukiweza kushuhudia hilo ambayo inatokea. Duke Abuya ana uwezo wa kucheza katika maeneo tofauti, na ndio sifa ambayo mwalimu anajivunia kuwa na Duke Abuya kwenye kikosi cha Young Africans, kwani unaweza kumchezesha namba 8, namba 10 na hata namba 6 akakupa matokeo mazuri. Na hata sasa hivi anacheza namba ya Alidi Aucho ambaye kwa sasa ni majeraha, lakini bado unaona kazi nzuri ikiendelea kutendeka. Kwa hiyo si mtu ambaye unaweza kusema ya kwamba ni kawekwa tu ili mradi kikosi kijaye, bali ni kazi. Lakini katika upande wa namba 7 utakutana na Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, mapigo na mwendo, kazi kubwa ambayo anaipiga kwa kikosi cha Young Africans. Ana uwezo wa kupandisha hayo mashambulizi, ana uwezo wa kurudi, ana uwezo wa kukaa katika nafasi nzuri kuzitafuta nafasi, kukaba pia ndo shughuli yake kubwa kabisa. Si mchezaji ama si kiungo ambaye ukiwa naye akiwa na mpira utamfurahia, akiwa hana mpira utamchukia. Hapana, Maxim Nzingeli ni mtamu haya maeneo yote, akiwa na mpira, akiwa hana mpira, anavyofanya ile pressing, kukaba. Kwa hiyo ndio maana mwalimu anapendelea kuweza kumpa nafasi kwenye kikosi chake. Lakini katika upande wa namba hapa nazungumzia namba 8, hapa utakutana na Mudathir Yahya. Unafahamu ubora wake miongoni mwa nyota ambao Mudathir Yahya kazi kubwa ambao leo hii anakwenda kuipiga ni kuhakikisha kwamba anavuruga mipango ya pinzani katika eneo la katikati, lakini kwenda kupokonya mipira kwa haraka kwa wapinzani. Lakini kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba anaweza kutoa zile pasi ama mapande kwa wafungaji kuweza kumaliza shughuli mapema kabisa. Kwa hiyo hilo utakwenda kulishuhudia likiweza kupigwa pale Gombani Pemba kwa siku ya leo, ambapo Young Africans watacheza mchezo wao wa finali. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali hapa utakutana na Clement Mzinze akiweza kuanza katika eneo hilo vizuri kabisa, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao mwalimu ameuonyesha na kusema ya kwamba Clement Mzinze asimame hapo. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama si mwingine bali ni Stefano Aziziki Mwamba Walu. Hapa anazungumzia Burkina Faso, huyo akiendelea kusimama vizuri kabisa. Namba 11 atakuwepo Cletus Chama akitokea pembeni. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa leo hii. Kwa hiyo kazi itakuwepo pale Gombani leo hii katika mchezo finali la kombe la Muungano. Hapa